Kwa majina mimi ni kamishna msaidizi wa Jeshi la Polisi Boniface Mbao. Vile vile ni mkuu wa kikosi cha usalama barabarani kanda maalum ya Dar es Salaam. Leo tutakumbushana kuhusu haki na wajibu wa watumiaji wa barabara. Sasa watumiaji wa barabara ni wepi? Watumiaji wa barabara ni madereva, watembea kwa miguu, wasukuma mikokoteni na kadhalika na kadhalika. Kwa nitaanza moja kwa moja kwa kuelezea wajibu wa dereva anapotumia barabara ya umma, wajibu wake ni nini? Sasa wajibu wa dereva anapotumia barabara ya umma umegawanyika katika maeneo matatu. Moja ni wajibu wa dereva yeye binafsi kama dereva, lakini wajibu wa dereva kwa chombo chake na wajibu wa dereva kwa watumiaji wengine wa barabara. Sasa wajibu wa dereva yeye kama dereva, wajibu wake ni nini binafsi, au sheria inamtaka afanye nini anapokuwa anatumia chombo cha moto? Kwa sheria ya usalama barabarani sura ya 168 kama ambavyo imekuwa ikifanywa marejeo mwaka 2002 imetoa wajibu kwa dereva. Wajibu wa kwanza inamtaka dereva anatakiwa kuwa na leseni iliyo hai, na hili ni takwa la kisheria. Kifungu namba 19 cha sheria ya usalama barabarani kinasisitiza kwamba dereva lazima awe na leseni hai ya kutumia chombo hicho cha moto, kwa maana ya kuendeshea gari, pikipiki. Lakini pia dereva ana wajibu wa kuhakikisha kwamba anaendesha gari ambayo ni nzima, asiendeshe gari ikiwa mbovu, na hiyo pia ni katazo chini ya kifungu cha 39(1) na kifungu cha 39(5) cha sheria yetu ya usalama barabarani kama ambavyo imefanywa mapitio mwaka 2002. Dereva pia ana wajibu wa kuhakikisha kwamba haendeshi kwa mwendo kasi anapotumia barabara, yani aendeshe kwa mwendo ambao umeruhusiwa kwa mujibu wa sheria, kwa takwa la kifungu cha 51 cha sheria ya usalama barabara. Lakini wakati anatumia barabara, dereva pia hatakiwi kuwa ametumia kilevi. Huo ni wajibu wake yeye mwenyewe kama dereva. Na madhara ya ulevi, akitumia ulevi, madhara yake ni makubwa. Madhara ni kama vile, kwanza atakosa control, lakini pia atakapokuwa ametumia kilevi hatafuata sheria za usalama barabarani, lakini pia hataweza kutoa maamuzi sahihi wakati anapokuwa barabarani, na hivyo inaweza ikapelekea ajali kubwa ambayo inaweza kuleta madhara kwa watu wengine. Huo ni wajibu yeye binafsi kama dereva. Lakini dereva ana wajibu gani kwa chombo chake anachokitumia, iwe gari, iwe pikipiki, bajaji na kadhalika na kadhalika? Dereva ana wajibu kwa chombo chake. Wajibu wa kwanza, anatakiwa ahakikishe chombo hicho anachokitumia ni kizima. Huo ni wajibu kwa chombo chake, ili asije akaleta madhara sasa anapokuwa ameanza kutumia. Lakini anatakiwa ahakikishe chombo hicho kina bima, yani kimekatiwa bima. Sheria ya bima inamtaka dereva anapotumia chombo cha moto kiwe kimekatiwa bima, na faida za bima zinaeleweka. Faida hizo, kwanza, kiuchumi, bima inamrejesha mtu katika hali ya kawaida anapokuwa amepata ajali. Kwa mfano, amepata ajali na imesababisha uharibifu wa chombo, kwa kama alikuwa amekatia bima, ile bima ataenda kwenye shirika la bima kudai fidia baada ya kuwa amefuata taratibu zote katika Jeshi la Polisi. Then akipata fidia, maana yake atakuwa amerejeshewa katika hali ya kawaida ya kuliko ambavyo angekuwa hajakata bima, angeweza kuingia gharama zake yeye mwenyewe. Kwa hiyo natoa msisitizo au nawakumbusha madereva wote wanaotumia vyombo hivi vya moto kuhakikisha kwamba vyombo vyao vinakuwa vimekatiwa bima, ili atakapokuwa amepata sasa ajali kwa bahati mbaya aweze kupata fidia. Lakini faida nyingine ya bima ni kwamba sasa majeruhi yeye mwenyewe ambaye labda yupo kwenye gari amepata ajali, ni kwamba hawezi kutumia fedha zake kwa ajili ya matibabu, atafidiwa na bima, na kitu ambacho sasa kinaweza kumcomfort kwa wakati huo wa matatizo.
Kwa hiyo unapokuwa haujakatia bima chombo cha moto, maana yake endapo itapata ajali au hujakata bima, maana yake hauwezi kupata fidia, na matokeo yake sasa unaweza ukaathirika kiuchumi kwa sababu hautapata fidia yoyote. Lakini pia majeruhi, unaweza ukatumia gharama kubwa katika kujitibu, kinyume na ambavyo ungeweza kukatia bima. Wajibu mwingine kwa chombo chake, anatakiwa hakikishe chombo hicho kimesajiliwa. Sheria ya usalama barabarani inataka kila mtu anayetumia chombo cha moto barabarani kiwe kimefanyiwa usajili. Soma kile kifungu cha 8 cha sheria ya usalama barabarani, kinataka chombo hicho kiwe kimesajiliwa, na hilo ni kosa kubwa mtu akiendesha gari bila usajili, akikamatwa na akafikishwa mbele ya sheria kwa maana ya mahakamani, madhara ni makubwa zaidi kwa maana ya adhabu endapo atafikishwa mahakamani. Kwanza, mahakama ikimtia hatiani atatakiwa kulipa faini ya shilingi 50,000, lakini vile vile au jela miaka 5 au vyote viwili. Lakini mahakama pia ikiona inafaa, inaweza ikataifisha chombo hicho kwa mali ya serikali. Kwa hiyo ni hasara kubwa, mtu unaweza kupata kifungo cha miaka 5 jela kulingana na maamuzi ya mahakama itakavyoona inafaa. Lakini wajibu mwingine wa dereva, nimesema ni wajibu kwa watumiaji wengine wa barabara. Sasa dereva ana wajibu gani? Dereva ana wajibu wa kuhakikisha watumiaji wengine wa barabara hawaletei madhara yoyote kwa yeye kufuata sheria za usalama barabarani. Anapofanya wajibu, pia dereva ana haki zake. Ana haki za kulindwa na sheria endapo anafuata sheria. Kwa hiyo ana haki ya kulindwa na sheria za nchi. Lakini dereva ana haki ya kutokuonewa na mamlaka yoyote. Watembea kwa miguu wana wajibu wao na wana haki zao. Wajibu ni upi? Wajibu ni kufuata sheria za usalama barabarani, na hilo limeelekezwa kwenye kanuni kuu ambayo ipo kwenye sheria ya usalama barabarani. Ukisoma kile kifungu cha 64A, kinamtaka kila mtumia barabara, kwa maana ya dereva mwenyewe, tembea kwa miguu, sukuma mkokoteni, ana wajibu wa kufuata sheria za usalama barabarani. Nimetoa wajibu huo, lakini pia wana haki zao. Wanatakiwa kuhakikisha kwamba hawapati madhara kwa kutumia barabara, kwa maana kwamba wakingwe na sheria pia. Unauliza kuhusu kuonewa kwa madereva, na nimeongea kuhusu kuonewa kwa maana kwamba kuna mtumia barabara kwa maana ya dereva, lakini ipo mamlaka inayosimamia sheria za usalama barabarani, ambayo mamlaka hiyo ni Jeshi la Polisi, kikosi cha usalama barabarani. Lakini ikumbukwe, askari wa usalama barabarani ni binadamu wa kawaida. Kwa hiyo anapotekeleza wajibu wake, labda anaweza asitende haki na vitu kama hivyo, na ndio maana hata kwenye kauli mbiu yetu ya Jeshi la Polisi ambayo iliasisiwa na afande IGP Camillus Mongoso Wambura, ambayo inasema nidhamu, haki, weledi na uadilifu ni msingi wa mafanikio yetu, ilikuwa inamaanisha kabisa tunapotekeleza au tunaposimamia sheria hizi za nchi, tunatakiwa tutende haki kwa watu, tutende haki kwa jamii. Kwa hiyo askari yoyote atakayekuwa na kiuka, hatendi haki, atakuwa anaenda kinyume na maadili mema. Sasa nimesema watendewe haki, maana yake kwamba askari anapokuwa anazisimamia hizi sheria za usalama barabarani, awe guided pia na kauli mbiu hii ya Jeshi la Polisi, ambao ni nidhamu, haki, weledi na uadilifu, kwa maana kwamba asimbambikizie mtu kesi, asije akasema mtu aliovertake wakati ya kuovertake. Nilikuwa na maana hiyo. Kwa hiyo kuna haki katika usimamizi huu wa sheria. Kwa hiyo niliona nifanye kukumbushana katika haki na wajibu wa watumia barabara. Asanteni kwa kunisikia.